Haleluya, haleluya. Mtu wa Mungu unayesikia sauti hii, ni mimi mtumishi wa Mungu Prophet Leonard Elias Cosmas wa madhabahu ya GPC. Nipende kukukaribisha wewe ambaye unayesikia sauti hii. Ni siku nyingine tumepewa na Bwana, amenipa kibali cha kusikika masikioni mwako siku ya leo. Kama uko mbali na redio yako, na kama umewasha redio yako, simu yako, ni wakati ambapo nakwenda kujifunza neno la Mungu linalosema Roho abadilishaye tabia za watu. Andika somo linalosema Roho abadilishaye tabia za watu. Nadhani sio mara ya kwanza unasikia neno roho. Roho, zipo aina nyingi za roho, lakini leo ninahitaji kuelezea au kufundisha aina mbili za roho. Aina ya kwanza ni roho itokayo juu, ambayo ni roho ya Mungu, na aina ya pili ya roho ni roho ya Shetani. Na hizi roho mbili katika maisha ya mwanadamu, ili iweze kufanya kazi, lazima iingie roho moja ndani ya mwili wa mwanadamu na iweze kufanya kazi. Anaweza akaingiwa na roho ya Mungu au akaingiwa na roho ya Shetani. Lakini nitembea katika kitabu cha Matendo ya Mitume, ile sura ya kwanza mstari wa 8. Biblia inasema, lakini mtapokea nguvu akiisha kwa ajili ya juu yenu Roho Mtakatifu, nanyi mtakuwa mashahidi wangu Uyahudi, Samaria na Yerusalemu, na hata mwisho wa nini, wa nchi. Maana hawa mitume wanaahidiwa roho wa Mungu ambaye atakuwa shahidi ndani ya miili yao katika utendaji wa kazi, katika Yerusalemu, katika Samaria yote, na katika Uyahudi wote, na mwisho wa nchi, duniani kote. Huyo roho atakuwa ni shahidi wa kulishuhudia lile neno la Mungu. Lakini kuna yule roho mwovu, yule roho wa Shetani, naye amwingiapo mtu anakuja kufanya kazi ndani ya maisha ya mtu. Na ndiyo maana Biblia inatuambia wakati siku ya Pentekoste Roho wa Mungu alipowajiria mitume, akawabadilishia namna ya kufanya kazi na mtazamo wa maisha yao, akabadilisha namna walivyokuwa wakifikiri, wakaanza kufikiri kitakatifu. Wakatamani zile roho ambazo hazijaingiwa na Roho wa Mungu zipate kuingiwa na Roho wa Mungu. Wakatamani neno linawafikia watu wote. Wakatamani lile neno ambalo wanahitaji kulipeleka likabadilishe tabia za watu. Lakini roho yule wa Shetani amwingiapo mtu, maana ni roho mbaya, hubadilisha ile tabia ya mtu. Atapenda kutukana, atapenda chuki, atakuwa mtu mwenye wivu, atakuwa mtu mwenye mafarakano, hatakuwa mtu mwenye amani au kupenda imani au amani ndani ya mtu. Yeye hutengeneza tabia au mwenendo wa kuvuruga maisha ya mtu,
au kutengeneza uchochezi wa tabia ya mtu ili apate kumvuruga. Hii roho haina upendo ndani yake, upendo haina kabisa, ila ndani yake ina maripizi. Hii roho itokayo kwa Shetani. Lakini Roho wa Mungu kazi yake ni kukupa upendo. Yaani jirani yako unamwona kama nafsi yako. Hutopenda aumie. Hutopenda jirani yako ateseke. Lakini ile roho ya Shetani inapomwona jirani yako anateseka, kwake ni furaha. Kwake ni furaha na shangwe na vigeregele. Lakini roho ya Mungu kama ikikaa ndani ya mtu, akimwona anateseka, anatabika, ile roho ya Mungu iliyo ndani ya mtu hutamani kumsaidia, hujawa na huruma. Utofauti wa hizi roho, namna zinavyotenda kazi. Zikimwingia mtu, utamgundua ya kwamba huyu mtu ndani yake kuna roho ya Shetani, ni mfitini, si mwingi wa fadhili, si mwingi wa kutenda mema au kutaka kuwasaidia wengine wamjue Mungu, au kutaka kuwasaidia wengine waweze kufanya mapenzi yaliyo ya Mungu. Leo hii tuko kwenye siku za nyakati za mwisho ambazo ni hatari kweli kweli. Jirani kwa jirani hawasemeshani. Jirani kwa jirani hawasaidiani. Unaweza ukafa huko ndani, lesei kwa njaa, lakini jirani yako anakula na kusaza. Ni kwa nini? Yule jirani ule moyo wa upendo hana. Maana yake ana yule roho atokaye kuzimu. Sasa hivi nyakati ambazo tumezifikia, hata watoto wetu namna tunavyoweza kuwalea, tunawalea katika wasiwasi, tunawalea katika mashaka. Ni kwa sababu gani? Wimbi zito limeingia kwa watu. Maana yake ni roho nyingi ovu zimeingia kwa watu, zimebadilisha mioyo ya watu, na ndiyo maana tumekuwa na mashaka mengi sana katika dunia hii. Lakini zamani, kipindi upendo wa wazazi wetu ulivyokuwa, walikuwa wanashare maisha yao, walikuwa wanafundishiana watoto wao. Lakini sasa hivi ukikutwa unamfundisha mtoto wa mwenzio, lazima patatokea ugomvi. Au mtoto wa jirani kwenda kumtembelea mtoto wa jirani, sasa hivi kuna mashaka. Ile imani ya mzazi mwenye mtoto anayekwenda kumtembelea mtoto katika familia nyingine, anakuwa na mashaka kwamba mtoto wangu atakuwa salama kweli. Kwa hiyo sasa hivi tuko kwenye wakati ambapo watu wanatamani kulea watoto wao wenyewe, kukaa na watoto wao wenyewe, hawamwamini mtu mwingine. Ni kwa sababu gani? Roho ambayo imeingia kwa watu ni mbaya, ni roho ya Shetani, ni roho ambayo inaleta mauti, ni roho ambayo kazi yake ni kuua. Lazima itengeneze mazingira ya kuwataki watu. Hii
Hii ni sauti ya Mungu. Pendo wangu, nina kusemesha. Yesu anakuita. Yesu anakuita. Katika Roho Mtakatifu ipo roho ambayo inabadilisha tabia ya mtu. Maana roho ya shetani kazi yake ni kuchochea maasi. Roho ya shetani ni kuchochea fitina. Ipo roho ya Mungu ambayo kazi yake ni kuja kukubadilisha tabia yako. Ipo roho ya Mungu ambayo inakuja kubadilisha mwenendo wako. Ipo roho ya Mungu ambayo inakuja kubadilisha mwili wako utumike katika utakatifu. Maana mwili wako ni hekalu la Roho Mtakatifu. Roho wa Mungu anakaa ndani ya miili ya watu, na mwili wako unatakiwa utumike katika utakatifu, ufanye mapenzi yaliyo ya Mungu, ufanye kitu ambacho Mungu anaitaka ukikifanye. Maana Yesu katika kitabu kile cha Mathayo sura ya 11 mstari wa 28 anasema, njooni kwangu ninyi nyote wenye kulemewa na kusumbuka na mizigo, nami nitawapumzisha. Roho iliyoko ndani yako ni tabia ambayo imejengeka. Hauwezi kuibadilisha mwenyewe, unahitaji msaada wa Roho Mtakatifu ili aweze kukubadilisha tabia ulio nayo. Hajarishi umekuwa too much kwa watu wengine. Wakikutazama tabia zako, mwenendo wako, wanaona haufai. Lakini Yesu ana haja na wewe. The way you are, haijarishi uko namna gani, Yesu ana haja na wewe. Tabia yako haijarishi imeshindikanika, wazazi wamekushindwa, jamii imekushindwa, rafiki amekushindwa, lakini yupo rafiki wa kweli ambaye ni Yesu Kristo. Anaokoa, na akishakuokoa anakupa msaidizi ndani yako, anakubadilisha tabia yako, namna unavyokwenda, namna unavyoishi. Anakuletea na marafiki wapya kwenye maisha yako. Anakuita leo, anakuita leo. Ndugu msikilizaji wangu, karibu kwa Yesu. Karibu kwa Yesu, mwana wa Mungu. Karibu kwa Yesu. Yesu anaokoa, Yesu anaponya, Yesu anauisha. Na yeye ni mwaminifu. Yeye ni mwaminifu sana. Nikukaribishe wewe mpendwa wangu msikilizaji, unaisikia sauti hii. Yamkini usisikie tena. Nikukaribishe, unahitaji kumpa Yesu maisha. Nikukaribishe. Kama unampa Yesu maisha na umeutoa moyo wako, umesema nimetengwa sana na marafiki, nimekosa wa kumkimbilia, unahitaji kumpa Yesu maisha, fuata sala hii ili Yesu akupe roho mpya, abadilishe moyo wako, abadilishe maisha yako. Sema, e Bwana Yesu, Mungu mkuu uliye hai, naja kwako, ni mimi mwenye dhambi, nimekutenda wewe na wanadamu, nimekutenda dhambi. Naomba unipokee, nifutie makosa yangu kwenye vitabu vya hukumu. Yesu, ninakuomba uandike
jina langu katika kitabu cha uzima wa milele. Yesu, karibu ndani yangu katika Roho Mtakatifu. Tengeneze makao na mimi, ule na mimi, unywe na mimi, ukae pamoja nami, utembee na wewe, nifurahi pamoja nawe. Asante Yesu kwa kuniokoa. Asante Yesu kwa kuniokoa. Amen. Kama umeokoka, mtu wa Mungu, utanitumia majina yako matatu na utanipigia kwa namba za simu 0748710707. Pia tunapatikana katika kurasa zetu za kijamii, YouTube, WhatsApp. Tuna mafundisho huko, na pia kwa ajili ya kukulia wokovu. Na kama utakuwa na ushuhuda katika neno hili, basi utaniandikia message yako kwamba una ushuhuda. Na kama una changamoto, unahitaji kuweza kuomba pamoja, basi utanipigia katika hizo namba, ziko free anytime. Asanteni sana, Mungu awabariki na amani ya Bwana iwe pamoja nanyi. Amen.